tukiwa tumo katika kitabu Riyadhus Salihin katika mlango unaoelezea mambo magumu ya kutisha na mambo mepesi na mazuri ya kufurahisha. Leo tunaondokea katika hadithi nambari 1858 kwa mujibu wa kitabu changu, au hadithi nambari 39 ukianza mwanzo wa mlango. Hadithi ni ya Amr ibn al-As, sawa? Naam. An Abi Sulaimana Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu qala, kutokana na mmoja katika masahaba wakubwa wa sallam, Khalid ibn al-Walid anasema, Abu Sulaiman Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira anasema kwamba laqad inqata'at fi yadi, kwa hakika imekatika mikononi mwangu au zimekatika mikononi mwangu, yauma Mu'ta, katika siku ya vita vya Mu'ta. Anazungumzia kukatika katika siku ya Mu'ta. Imekatika nini? Asyafin, jamu suyuf, saifun, asyafi, yani panga. Yani huyu bwana akapigana vita mpaka upanga wa kwanza umekatika, akapigana vita tena mpaka wa pili umekatika, watatu, 9 zimefika, zimekatika mikononi mwake. Subhanallah, hii katika mambo madogo. Hakikubakia kwangu isipokuwa ni sehemu ya upanga wa Kiyaman. Huyu bwana Khalid ibn al-Walid ni mmoja katika watu wa Makka waliokuwepo, na katika watu ambao kwamba watoto wa watu wakubwa. Tukimzungumzia baba yake akiitwa Al-Walid ibn al-Mughira, Al-Walid ibn al-Mughira ambaye Qur'ani ilipoteremka Allah akasema, waqalu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Mwenyezi Mungu anasema katika sura Az-Zukhruf, wakasema katika 31, hii Qur'ani anateremshiwa Muhammad, mtu mnyonge, mtu maskini. Kwa nini hii Qur'ani asingeteremshiwa mmoja katika watu ambao ni powerful, watu matajiri, watu wenye kueleweka, watu kadha, sifa za mjini na sifa za kibinadamu? Teremshiwa mtoto wa kimaskini, yatima wa Abu Talib. Halafu sisi ndio tumfuate mtu yatima, tumfuate maskini? Kwao hili likawa jambo moja gumu, kumfuata mtu ambaye hana kitu. Na hivi ndivyo dunia mpaka leo inakwenda kwa mpango huu, kwamba ukiwa wewe maskini, huna kitu, mchochole si mtu wa mjini huna base basi unakuwa unadharaulika, hata kama unalolisema ni la haki. Kuna taasubi kubwa sana katika mujtamaa wetu, kwamba haki lazima itoka kwa watu fulani, haki angesema fulani, lakini akisema mwingine huwa sio haki. Sasa huu ni mtazamo batil na ni mtazamo ambao kwamba hauendani na hali halisi. Waqalu laula nuzila hadha alquranu, na wakasema kwa nini basi hii Qur'ani isingeliteremshwa ala rajulin, juu ya mmoja kati ya watu wawili, min alqaryatayn adhim, toka katika sehemu mbili, katika miji miwili mikubwa.
wakikusudia Al-Walid ibn al-Mughira, babake huyu Khalid tunamsema, au wakimkusudia mwingine akiitwa Habib ibn Amr ibn Umair al-Thaqafi. Na waliposema min al-qaryatayn, wakikusudia Makkah na Taif. Min al-qaryatayn adhim, Makkah na nini wa Taif. Wengine wakasema katika aya hii alikusudiwa Utba ibn Rabi'a katika watu wa Makkah na ibn Abdi Yalil min ahli Taif, wakasema hivi. Hadithi tafsiri ziko nyingi, lakini mmoja kati ya watu ambao wameonekana kwamba hawa ni watu na chao, watu ambao tunawatarajia wakisema sisi tutawasikiliza, ni babake Khalid Al-Walid ibn al-Mughira. Alikuwa mtu na chake, mtu mwenye kufahamika, mtu wa mjini na hakadha kama tulivyosema. Kwa hiyo huyu bwana hakuwa Muislamu, lakini mbaya zaidi ni kwamba alikuwa hodari sana wa vita, hodari sana katika vita. Yeye na besti wake akiitwa Ikrima ibn Abu Jahl. Ikrima ibn Abi Jahl, yeye ndio alikuwa rafiki yake huyu bwana. Walikuwa ni mapatna wakubwa sana hawa ambao wakishiriki katika vita. Katika vita vya Uhud, hawa ndio waliosababisha ushindi wa makafiri ama bwana, kwa sababu walivisoma vita vinavyokwenda, ikafika nusu ya vita ikaonekana kana kwamba Waislamu wanashinda, tayari wanawapiga makafiri. Makafiri wangeuka, wanafukuzwa mbio, wakaangalia wapi kuna ufa wa kuweza kushinda. Na huu ni uradi mkubwa sana. Mtu anavisoma vita, katikati ya vita anavigeuza kwa tactic za kivita. Ni kama vile makocha wa mpira anaosoma mpira dakika 45 za kwanza, dakika 45 za pili anaingiza wachezaji au anabadilisha formation ambayo kwamba inasababisha wale wachezaji wazuri wanashinda game hili. Wakati mwingine mtu ana twist wachezaji, wingi wa huku unapelekwa huku, au wakati mwingine watu wanaua wingi, wanacheza katikati tu, wanaua wingi, wanacheza katikati tu. Wakati mwingine wanaweka false number 9, midfielder ya nani number 9, mfungaji hakuna maalum. Kwa hiyo mpaka wale mabeki wanashindwa kumkaba mtu maalum, kwa sababu hakuna mtu maalum. Ile forward line yani kwa yote ni watu wa kufunga. Ziko tactics nyingi katika mpira wanatumia makocha kulingana na timu wanaocheza. Kwa hiyo ni siri inakuwa kwa kocha kutoa formation ya timu yake kabla ya mpira, inamfanya kocha mwenziwe kusoma kujua kwamba huyu kwa hawa wachezaji wake atatumia formation fulani na atatushinda. Kwa hiyo katika vita vile vile Khalid akasoma game nini vita vile, akajua wapi pa kupita. Wakapita nyuma ya mlima wa Uhud, pahala ambapo kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu aliwaweka watu 50 wapiga mishale, wamekaa juu katika mlima. Waislamu wako chini wanapigana, mlima mkubwa wa Uhud mkubwa sana, huku upande wa nyuma wameweka wapiga mshale watu 50. Mtu akikurubia tu anapigwa, anauawa. Wale watu 50 katikati ya vita walipoona kwamba wenzetu wale wanashinda, tayari wanaanza kukusanya ngawira, makafiri wamegeuka, wanakimbia. Watu hawa 50 wakusema ndo sasa na sisi tumesha kuwa useless, hatutopata kitu. Na Mtume Mwenyezi Mungu aliwaambia msiondoke hapa ikiwa mmeona tumeshinda, au mkiona tumeshindwa, nyinyi msiondoke hapa, nyinyi msiondoke hapa. Na katika mpira vile vile ipo, katika mpira ipo kuna beki maalum, mara nyingi anakuwa beki 4 au center half, anaambia kwamba wewe utakuwa ni nanga hapa nyuma. Ukiona kule kuna kona, wewe baki. Ukiona kule kuna mashambulizi, wewe baki. Kwa sababu hawa watu wana tabia kufanya counter attack. Sasa tukitoka sote na hakuna beki mwenye kuweza kurudi mbio, watatumaliza. Kwa hiyo kocha anajua wachezaji wa timu pinzani wanatumia mbinu gani. Ikiwa ni watu wa counter attack, ndio panapoikuwa nanga. Nanga ni center half au back 4, ambao wewe utacheza hapa, piga ua hapa ndio yako wewe. Kwa hiyo Mtume Mwenyezi Mungu aliwaambia wale watu 50, mkiona tumepiga tunashinda, msiondoke.
mkiona tunashindwa msiondoke, nyinyi mtakaa humu. Waislamu walipoona wenzao wanashinda, wanatiririka, wanawafukuza makafiri, wakaondoka nao, wakashuka chini kwenda kukusaidia kufukuza pamoja kukusanya ngawira. Kukusanya nini? Ngawira. Unasijua ngawira nani? Ngawira urisijue? Wala hujui zinapikwa vipi, lakini unakula. Ndio unakula, lakini watoto wa sasa hawajui ngawira, ndio maana nasema hivi. Abdul, ushakula ngawira wewe? Hujaikula? Watoto wadogo maskini hawa ndio ukimpa ile simu ya mezani ya kuzungusha hajui apige vipi, atakushangaa. Hii ndio nini? Ambayo hiyo simu sasa unapiga vipi? Unachaji vipi? Hajui maskini. Kwa hiyo Abdul, hujapata kula ngawira za nazi wala za kuchemsha? La, kazi ipo wallahi. Ndio mambo. Ngawira ni vitu vinavyopatikana vitani wanapoanza kushindwa maadui, wakakimbia vile wanavyoviacha. Kama kwa zamani ni ngamia, farasi, panga, kitu gani, chochote kile unachokiacha cha thamani. Sasa ikawa Waislamu wanapigwa mbele, wanapigwa na kutoka nyuma, wakachanganywa, wakapigwa vibaya sana, na hilo likawa ni kosa kubwa walikufanya, kosa la kwenda kinyume na amri ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Lakini mtume wa Mwenyezi Mungu Jalla waala katika dua zake za kuomba akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampe watu wenye nguvu zaidi, wenye kufahamu. Uliwa huyu utakaa wewe, kifo unakitazama machoni hivi. Mnanifahamu? Kwa hivyo alichaguliwa kiongozi wa kwanza bendera achukue Jaafar ibn Abi Talib. Jaafar ibn Abi Talib ndio achukue bendera ikiwa atauawa kiongozi wa kwanza, ikiwa atauawa Zaidi ibn Haritha. Wa fi'lan, na vile vile akiuliwa Zaid ibn Haritha, mtume akasema achukue kiongozi Jaafar ibn Abi Talib, akiuawa achukue Abdullah ibn Rawaha. Watatu huyo watatu, sawa. Sasa akiuliwa huyu watatu, hapo sasa patategemea nani yupo ili ashike bendera apiganishe Waislamu. Kama mtume Mwenyezi Mungu hivi vita alishavitabiria vitakuwa vigumu. Ni kama vile, narudia sana mambo ya mpira kwa sababu watu wanafahamu zaidi jambo hili. Ndio maana ninasema msio kasema kwamba shekhe nakumba anayajua Hili ndio jambo ambalo watu limo katika akili zao. Wakati mwingine anapanga kocha, anasema kabisa zikimalizika dakika 90 ikiwa bado hajapata ushindi katika dakika 15 za nyongeza au dakika 30 za nyongeza, basi tutacheza formation fulani, jitayarishe, kwa sababu tayari ana matarajio juu ya game ile itakwenda katika nini, extra time. Au wakati mwingine nasema kabisa, bwana wewe, mpigaji penalty wetu ni fulani, lakini kwa leo nasema kwamba atakuwa fulani, akishapiga huyu atapiga fulani, anashika watu 5, 6 mpaka 7. Kesha usoma ule mchezo kwamba mchezo huu unaweza kwenda extra time, dakika 90 zikaisha, zikaja 30 zikaisha, zikaja penalty, lazima tuwe prepared. Wasipojitayarisha hivi ndio unakuta watu wanacheza mchezo mzuri sana dakika 90, wanacheza mchezo sana dakika 120, lakini mwisho katika upigaji wa penalty kila anaipiga ovyo, kwa sababu hawakujitayarisha, hawakutengenezwa vile. Kwa hiyo kiongozi mwenye akili anasoma game unakujua namna gani ya kuenda na mchezo huu. Mtume Mwenyezi Mungu alivisoma vita vile akisema kwamba hapa bana kiongozi atakuwa Zaid ibn Haritha, akiuawa atachukua bendera Jaafar ibn Abi Talib, akiuawa atachukua Abdullah ibn Rawaha. Vita vikapigana,
akauawa kwanza kabisa. Zaid ibn Haritha akauawa, akachukua bendera Jaafar ibn Abi Talib, akapiganisha vita. Jaafar al-Tayyar naye vile vile akauawa, tena kifo kibaya sana. Akauawa, kakatwa mkono mmoja ule, akashika bendera wa kwanza, akashika mkono wa pili, mkono kushoto bendera, apiganisha vita vile, akakatwa mkono ule, akashika bendera kwa meno yake, ndo akamchoma akammaliza. Sasa fikiria mwenzio kafanywa hivi na wewe unaambia zamu yako kushika bendera, itakuwaje? Ndio maana hii dini imetoka mbali, hapana kufanya maskhara. Dini ni nzuri sana. Dini watu wametolea, wamemwagia damu, sio kuja leo kufanya dini Uislamu kama dini ya maskhara, dini ya mchezo. Dini hii watu wametokea jasho kweli hasa. Bas alipouawa Abdullah, alipouawa Jaafar ibn Abi Talib, sasa tena akashika Abdullah ibn Rawaha naye vile vile akauawa. Hapo sasa kidume kilikuwepo Khalid ibn al-Walid. Hapana mtume sasa hapo kusema shika fulani, hakuna. Akachikamata ile bendera yeye, akaanza kupiganisha vita. Tumeelewana? Na hii ilikuwa ni baada ya kuwa Thabit ibn Arqam. Thabit ibn Arqam alichukua bendera ile, akatazama nani anaelekea, kwa sababu sio kila mtu atapewa bendera tu, sio kila mtu atapewa bendera tu. Yataka mtu ambaye kwamba mwenye mwelekeo na lile jambo, mwenye mwelekeo na lile jambo, sio hivi hivi tu kila mtu ata. Napenda kutoa hadithi moja. Nilikuwa imamu siku moja, watu nikawa nimechelewa pale hapa Dar es Salaam. Basi mtu mmoja akasema kwamba nanyi lazima aje Abdallah bana, hebu ngoja nipite mimi. Akapita, akapiga takbiri kama kawaida, falisha kenda zake, sala ya kawaida kena. Lakini alipofika katika sijida, akageuka, akasimama, akakaa kitako katika jalsatul istiraha baina sijida mbili pale, yeye akawa kasahau kama anaswalisha watu, akakaa kitako, akasoma dua, akatenda tena chini, akarudi, akainuka. Sasa alipoinuka juu, sasa akili namcheza huku, watu hata sijui waseme nini. Anaona akisema Allahu Akbar, watu washamkosa katika step zile. Akamaliza, watu wamesujudu, watu wanaona kimya. Imamu vipi? Dakika 5 zimefika, dakika 3 zimefika, watu wengine wamekaa kitako, wengine wamesimama, wengine wamekaa katika sijida, wanasubiri imamu atoe nini, takbiri ya kuinuka. Imamu anaswali peke yake kimya kimya. Kamaliza, kageuza kichwa, kageuka na watazama maamumu, kashika mkono, hajui sema nini. Watu wengine wamesimama, wengine wamekaa, wengine fanya nini, wengine kashika kichwa. Asana alaika. Ikawa furugu msikitini. Vipi shekhe? Anaitwa Ahmad. Vipi shekhe? Wallahi nilisahau kama naswalisha watu. Nilidhani naswali peke yangu. Haya ndio akawa maneno yake. Ndio maana natakiwa nyuma ya imamu wakae watu wenye kuelewa uli nuha. Mtume alikuwa katika akipanga safu anasema liyalini minkum uli nuha, wakae nyuma yangu watu wenye kufahamu. Na kisha wanakuja wengine wenye kufahamu, alafu wanakuja watoto, wafanya wanawake. Watu wanapangwa namna hii, sio mtu unazuka tu imamu, hata udhu ukimtoka hujui ufanye nini, una panic, hujui ufanye nini. Kwa hiyo wanapangwa watu wenye kuelewa. Alipotizama huyu bwana Thabit ibn Arqam, nani wa kumpa bal ghafla, akamkabidhi Khalid ibn al-Walid kuongoza vita vile. Khalid ibn al-Walid baada ya kupokea bendera, jambo la kwanza kabisa akavisoma vita vinavyokwenda. Yesu yuko vitani pale pale. Aliposoma vita akajua namna gani ya njia ya kupita. Basi naam, vita vile viligeuka ghafla viligeuka Sheikh. Waislamu wakaanza kuwapiga wale mabwana, na yeye kama mwenyewe anavyosema, panga 9 zimekatika moja baada ya moja. Panga hizi hazikatika labda anakata mkarafuu au anakata mwembe, hapana shekhe, zinakatika tokana na kupigana na makafiri, sio maskhara.
Vita vilikuwa vikubwa sana. Fikiria wewe namna gani mtu anapigana mpaka upanga unakatika, anachukua mwingine, anapigana mpaka unakatwa, unakatika, anachukua mwingine. Baada ya vita, mtume Mwenyezi Mungu habari anayo, mtume yote anayaona, akamwita Khalid ibn Walid. Kuanzia wakati ule akampa nickname, akampa aka, akamwambia nini? Saifullahil maslul, wewe ni upanga wa Mwenyezi Mungu uliotolewa tayari kuwapiga makafiri. Naam, Saifullahi almaslul au saifun min suyufillahi, wewe ni upanga katika panga za Mwenyezi Mungu maalum, Mwenyezi Mungu kakuweka kwa ajili ya makafiri. Kwa hiyo hii ndio maana ya panga 9 zimefanya nini? Zimekatika. Alikuwa sio labda anakata mwembe au anakata mkarafuu au mchungwa, hapana, zimekatika vitani katika kuwapiga vita mabwana hao makafiri. Tayib, tuende hadithi ya Amru ibn al-As, kigogo mwingine huyo. Amru ibn al-As, kigogo mwingine. Wa an Amr ibn al-As radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah wa sallam yaqul, Amr ibn al-As na ilimsikia mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, idha hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran. Hakimu hapa anakusudiwa hakimu wa kweli, hasa kiongozi mwenye kutoa hukumu. Akihukumu jambo, fajtahada, akatumia jitihada jambo lile, thumma asaba, na kisha akapatia anavyotakiwa, falahu ajrani, ana ujira mara 2. Wa in hakama, na kama akihukumu huyo hakim, wajtahada, akajifanyia jitihada kubwa sana, fa akhta, lakini katika jitihada ile akakosea, jitihada yake ifanya nini? Akakosea, falahu ajrun, ana malipo mara ngapi? Mara 1. Tutafahamu vizuri ikiwa tutarudi katika kueleza maneno haya mtume katika maneno ya Imam Nawawi mwenyewe. Amesema nini Imam Nawawi katika hadithi hii rahimahullah? Qala an-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama. Imam Nawawi anawanukuu maulama, yeye mwenyewe ni alim, lakini bado unaona kazi hapa, bado yeye ni alimu min ulama. Imam Nawawi ni mmoja katika maulama wakubwa, lakini bado ananukuu maneno ya mabwana wakubwa zaidi. Anasema hivi, qala al-ulama, wamesema wanachuoni, ajma'a al-muslimuna, wamekubaliana Waislamu, ala anna hadha al-hadith, kwamba hadithi hii fi hakimin adil, fi hakimin alimin ahlin lilhukmi, inamhusu hakimu ambaye ni mwadilifu na mwenye sifa ya kuwa hakimu, mwenye sifa ya ahli lilhukm, kwa sababu kuna mwingine hana sifa za kuwa hakimu. Unakwenda kutaka fatwa kwa mtu ambaye hana sifa za kutoa fatwa, anakueleza maneno ambayo ya ajabu ajabu, unayakubali, unapotea. Lazima uende kwa mtu ambaye ana sifa za kutoa fatwa, anaweza kusema neno ambalo linakubalika, anafahamu nini anachokisema. Kwa hiyo huyu hakimu ambaye ni ahli lilhukmi, mwenye sifa za kuwa hakimu, akikosea huyu ndo anapata ujira mara 2. Ajrun bijtihadihi, anapata ujira kwa kule kujitahidi. Na ijtihadi inakuja katika pale ambapo panakosekana nini? Panakosekana nisbu, panakosekana aya. Yani kwa mfano, wamepatikana watu wawili wamezini, inataka kutoa hukumu ya wazinifu. Hapa hakuna kutoka jitihadi. Ijtihadi ya nini wakati hukumu iko wazi kabisa? Azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma 100 jalda, mzinifu mwanamke na mwanamke apigwe bakora 100. Hii Qur'an kasema hapa hitaji jitihada yote. Mmenielewa? Mtu ameiba kakamatwa red handed,
hapahitaji jitihada, kwa sababu Allah kasema as-sariqu was-sariqa, mwizi mwanamume na mwanamke wafanya nini? Wakatwe mkono. Jitihada inatakiwa panapokuja katika swala ambalo kwamba Qur'ani haikusema, Mtume sallallahu alayhi wasallam hajasema katika hadithi zake, wala hakuna dalili, hakuna hukumu ya wazi wala hukumu ya ishara katika Qur'ani. Hapo unapotaka nini? Ijtihad. Maulama wanafanya istinbat. Wanafanya nini? Istinbat, yani wanaunganisha, kwa sababu ya hii inaeleza hivi na kuna hadithi inaeleza kadha, hapa inaonekana kwamba hukumu yake itakuwa hivi. Mtu wa kawaida hawezi kujua istinbat hata siku moja, kwa sababu hazijui aya zote katika Qur'ani wala hajui hadithi nyingi za Mtume, hawezi kufanya ijtihad. Tumeelewana? Ehe. Kwa hiyo mwenye kuelewa na kufahamu, ikiwa limekuja jambo limekosekana kabisa ushahidi jambo lile katika Qur'ani, hakuna namna ya kulitolea nini hukumu yake mpya, hakuna, ili tufanye nini? Hapo ndo natakiwa alimun mwenye kuelewa atoe jitihada yake. Hapa shekhe unasema je, watu wameemewa, hawajui wafanye nini? Mnanielewa? Najaribu kufikiria mfano wa jambo ambalo linataka jitihada, hata haujii mfano ambao unataka nini jitihada, haijii kwa sasa, lakini inshallah ikija tutatoa mfano wake. Maana mambo yako mengi duniani sasa hivi, lakini yote watu wanatumia aya na hadithi, yameshasemwa na imamu, yameandikwa na istinbat zimeandikwa, wanafuata hivyo. Sijafikiria jambo ambalo hakuna kabisa, tufanye nini? Watu wameemewa, hakuna. Labda tuseme watu wamekwenda katika space, katika nini space, kufika huko, yani juu kule, hakuna namna ya kutulia mkiwa ndani ya ile wanaita nini ya kwenda juu, satellite. Hakuna kukaa kama hivi, ile hewa ile mtu unakuwa unaelea hivi, unaelea. Sasa kule mtu atasali aelekee wapi? Sijui mnaelewa, sijui. Ndio katika masuala ambayo nataka nini istinbat, yataka jitihada. Hapa mtu kishafika kule, huu ni mfano tu, usio kauliza, kwa sababu wewe hata Pemba ujenda kwa ndege, utakuuliza masuala kwenda angani namna gani? Tunauliza mambo ambayo kwamba yanaweza kutokezea kwa watu maalum. Wewe uliza mambo ambayo huyajui katika dini na yapo ya kulazimu na anakutokezea kila siku, au atakutokezea unauliza. Maulama wengine walikuwa maswala kiulizwa, anauliza hili limetokezea hili, akiambiwa halikutokezea tunafikiria, anasema, anajibu nini? Yaliyotokezea yako mengi na hatujamaliza kuyajua bado. Hatuwezi kujibu maswala ambayo kwamba ni ihtimalati, yani ni khayal, ni fikra. Kama lile swala lao walikuwa wanalizungusha, ushapata kusikia shahidi swala hilo, maswala ya WhatsApp. Mtu kaoa yeye kwa Ulaya, kama mwanamke Dar es Salaam, halafu alipokuwa anakuja siku hiyo kaja akafanya ghafla, kafanya mufajaa. Alipokuja akafika airport, katoka kule akafikia hoteli kwanza, akatafuta mwanamke akamtongoza, akamtaka yule mwanamke, akakubali, hata akaenda kalala naye. Baada ya kulala naye kumaliza, sasa kwamba ndio yule aliyomuoa yeye. Shehe, vipi hapa hii inakuwa zina, inakuwa vipi hapa? Vipi shehe, anakuwa jitu linafanya mafikra ya ajabu kabisa. Sijui ile swala mlipata kulisikia? Upuuzi mtupu, hakuna kitu kama hicho. Vipi utaoa mtu ambaye hujamuona? Halafu kwa nini unaulizia kitendo chao kitakuwa cha zinaa au si zinaa? Kwa nini unaulizia swala hili? Huulizi kwa nini huyu mwanamume akaja kuzini hali ya kuwa ana mke? Yes, kaoa. Mnanielewa?
Masuala kama haya kipumbavu ya kusumbua akili za wanachuoni. Masuala ya WhatsApp mimi nayaita. Kwa hiyo ikiwa kuna jambo la kutumia jitihada, ndio Imam Nawawi anasema akihukumu mwanachuoni akapatia, ana ujira mara moja, akikosea ana ujira mara mbili, akikosea ujira mara moja. Ana ujira mara moja kwa sababu kajitahidi sana. Kule kukosea sio issue, kwa sababu jambo lile halikuja kwa hukumu yake moja kwa moja. Anasema Imam Nawawi, ajrun bijtihadihi, ana ujira kwa kutumia jitihada yake, wa ajrun biisabatihi, na ana ujira wa pili kwa kule kuwakapatia katika kutumia jitihada yake. Wa in akhtaa, na kama atakosea, falahu ajrun, ana ujira bijtihadi, kwa jitihada yake. Tumeelewana? Kama yule mmoja juzi kauliza, Sheikh, music halali haramu? Mziki yani, mziki mdundo, ngoma hizi halali haramu? Nikamwambia mimi sijapata kusikia, labda wewe nikuulize, ulipata kusikia huyu mwanamuziki Diamond kaalikwa msikiti gani kwenda kupiga? Maana kwa tungine masuala ya kifedhuli ujibu kwa kifedhuli vile vile. Sijui mnanielewa? Limwambia hivi, wewe ulipata kusikia huyu mwanamuziki Diamond? Diamond namjua. Alipata kualikwa msikiti gani kwenda kupiga? Alipata kualikwa. Sasa wewe unauliza nini? Kama ingekuwa jambo lina shubha na nini, si ingekuwa huyu mtu ili jambo linatoka msikitini? Lakini hujapata siku moja kusikia muziki akaja kupiga muziki msikitini. Sasa ingekuwaje swala ile uulize? Akili yako haikupi kwa jambo hili ni na gani bwana? Tafuta masuala ya kipuuzi bure. Tumeelewana? Yako mengi. Mwingine anauliza mtu sasa kazini, mtu kapata mtoto, sasa yule mtoto kaolewa, sasa yeye ndo alikuwa nini? Alikuwa wali. Sasa vipi kapata mtoto na yeye hukumu yake inakuwa vipi? Nikaambia, kwani unajua hukumu ya huyu alozini mwanamume na mwanamke? Mpaka baadaye tena ajiamozeshe. Sijui kama hukumu yake ilikuwa uliwe. Kwa hiyo akishakuuliwa atakuja kuozesha lini? Sijui mnanielewa? Wewe unauliza aje aozeshe mtoto ambaye kampata katika zinaa. Kwa nini huulizi kwanza afanywe nini huyu? Si ana mke? Hukumu yake nini? Auawe. Kwa hiyo hakuna nafasi ya kuja kumwozesha mtu, atamwozesha wakati yeye kishauawa. Lakini hili hatulitaki. Nauliza huku mwisho. Tumeelewana? Yapo masuala mengi ya magumu. Yako mengi kweli. Na mengine yanatokezea kweli. Mengine yanatokezea kweli. Haya. Anaendelea Imam Nawawi, wa fil hadithi mahdhufun taqdiruhu, na katika hapa hadithi hii kuna mambo yameondoshwa, lakini kukadiria kwake, idha arada al-hakim fajtahada, qalu fa amma man laysa bi ahli al-hukmi, wakasema maulama, yule mtu ambaye kwamba si mtu wa jambo hili, si msomi, si mtu wa jitihada, fala yahillu lahu al-hukmu, haitakiwi yeye kutoa hukumu. Mtu ambaye hana elimu hatakiwi kujibu maswala lugha nyepesi. Fa in hakama, sasa ikiwa atatoa hukumu mtu kama huyu, fala ajra, hapati malipo yoyote. Fala ajra, hapati malipo yoyote. Bal huwa athimun, lakini atapata dhambi. Atafanya nini? Mathalan mtu kaja kuuliza shekhe, kamuuliza mtu, huyu mwanamke mimi nimelala naye na sasa ndo ana ujauzito, sasa nifanye nini? Yule mtu akamjibu akamwambia, wewe una wasiwasi gani bwana? Muoe, halalisha basi mara moja. Halalisha, muoe. Sasa huyu anatoa hukumu huyu, unaweza kumuuliza, hii umeipata wapi? Masdari yako nini? Machimbo umeitoa? Kasema Mwenyezi Mungu maneno haya kwamba mtu akishakulala na mtu akamtia mimba amuoe. Haya maneno kasema Mwenyezi Mungu, kasema mtu mmoja, kasema nani? Nini asili ya maneno yako? Sasa huyu ndo mtu ambaye kavurumisha. Anasema Imam Nawawi,
mtu kama huyu hapati thawabu, bal huwa athimun, lakini atapata nini? Dhambi. Wala yankudhu hukmuhu sawaun, wala yanfudhu hukmuhu, wala hukumu yake itofatwa, sawaun wafaqa alhaqa am la, ikiwa hukumu ile ni sawa kapatia, na hata ikiwa nini kakosea hafuatwi. Kwa nini? Kwa sababu katika sheria ya Mwenyezi Mungu hakuna uwanja wa kubahatisha. Mimi nadhani, hakuna kudhani. Hukumu ni qala Allahu qala Rasulullah, anasema Mwenyezi Mungu kasema mwenyewe, hiyo ndio hukumu. Hakuna hukumu ya kwamba mimi ninafikiria, na hiyo watu wanafanya sana. Mimi nimeona, mimi sikupata kusikia, mimi nafikiria, mimi ninadhani. Hapana. Huyu mtu kama huyu akutoa hukumu, akipatia ana dhambi, akikosea ana dhambi. Kwa nini? Kwa sababu si kazi yake. Naelewa Kwa sababu nini? Si kazi yake, kaingia uwanja ambao sio. Ni kama vile wewe unakwenda hospitali ukamkuta mtu kavaa koti, humjui mwanzo humjui mwisho, akawa haya, unasemaje bwana, mimi na malaria au na kitu gani, akakupima akakuandikia dawa. Dawa zile zikikufaa ama hazikukufaa, ukigundua kwamba jamaa sio daktari chochote, yule mfunga vidonda tu bwana, wewe utaanza, kama yuko mbele yako utamshambulia. Tumeelewana Hata kama dawa aliyokupa imekusaidia, lakini utakasirika, utatoa matusi, utafanya kila kitu. Kwa sababu gani? Si kazi yake. Azimu nataka kuniua mimi. Jamani, mnanielewa Lakini kwa sababu hii dini ni ya Mwenyezi Mungu, Mungu hashuki akakwambia usifanye, basi watu wanajiropokea tu. Wanajiropokea tu watu. Ndio maana unasikia leo shekhe huyo kasema hivi, shekhe kasema nani, na nikasema nani, na ili neno la shekhe imepua na kwa kila mtu ambaye kwamba anavaa kanzu na kofia, au kila mtu ambaye kwamba kuna siku moja aliswalisha, basi yeye kisha kuwa shekhe anakuwa mamlaka. Naam. Kwa hiyo Imam Nawawi anasema kwamba huyu anakuwa na makosa kwa sababu akipatia ana dhambi. Lianna isabatu, kwa sababu kule kupata kwake ittifaqiyan imekubalika, laisat sadiratan an asli shar'i, hakupata kwa sababu katoa katika matokeo ya sheria. Yani si kwamba kakwambia bwana we, haya mambo yanapatikana katika suratu Ali Imran aya 162, utaikuta habari hii. Hakwambii hivi, yeye anakwambia tu hiyo hukumu yake bwana, funga siku 3. Tumeelewana Siku moja wakati tuko wadogo, sio wadogo, watu wazima, tunazungumza kama maskara, tutakumpoteza mtu, mambo ya kuchekesha. Anasema kuna sunna inaitwa sunnatul majuto. Yani umefanya jambo kubwa kwa kweli, sasa unataka kujuta, sunnatul majuto. Unaswali vipi? Raka 2. Unaswali mguu mmoja, ukiupinda unasimama kwa mguu mmoja tu unaswali. Basi kulikuwa na mwanamke mmoja akauliza, bali watu wanafanya maskhara bwana, inakuwa vipi hiyo? Watu wakacheka wote, kwa sababu hakuna kitu kama hicho. Hakuna swala ya mguu mmoja shekhi, hakuna swala ya mguu mmoja. Tumeelewana? Kwa hiyo ikiwa mtu ametoa hukumu na hajachukua katika masdari ya kisheria, ana dhambi. Fahuwa asi, atakuwa ni asi fi jamii ahkamihi, katika hukumu zake zote alizozitoa. Sawaun wafaqa sawaba am la, ni sawa sawa ikiwa kaipatia haki au hakuipata. Madhali yeye katoa fatwa bila ya elimu, tayari anapata dhambi, tayari anapata dhambi. Kama yule mmoja aliyoswali, wamekuja katika sala, akasali, kaingia na mwenziwe sala, raka adhuhuri, raka kwanza ishapita, raka kwanza imeshapita, iko raka ya pili, wakaingia. Basi walipomaliza, wameingia watu wawili pamoja. Imam katoa salamu, yule mtu aliyekuwa wale wawili, mmoja akasimama na maliza raka moja ile bakia, mmoja naye akatoa salamu. Kwa hiyo ukaswali ngapi yeye? Kaswali ngapi? 3. Sasa huyu rafiki yake anatashwishi, huyu mbona katoa salamu kabla bado? Baada ya salamu akamuuliza, bwana vipi? Kwa nini?
Sasa wewe mbona hujalipa ile kama moja umetoa salamu tu? Akamwambia na wewe umezidi bwana wewe. Huko nje kuna watu, mimi nimeswali zakat 3. Huko nje kuna watu hata moja hawajapata. Si afadhali pendo pata 3. Usio na wasiwasi. Mimi nipata ngapi? 3. Kuna mijitu huko nje hata moja hawajapata. Afadhali mimi 3. Tayeb. Kwa hiyo atakayetoa hukumu bila ya sheria, bila kujua, bila kusoma, kwa hiya mardudatun kulluha, hukumu zake zote, fatwa zake zote za kurudishwa, hazikubaliki. Wala yu'dhar fi shay'in min dhalika, wala hatakuwa udhuru kwamba lakini kadha, lakini hakuna cha lakini. Katoa hukumu bila ya elimu, ana madhambi. Wakati jaa fi alhadith, anasema Manai, hadithi imekuja, mtume anasema alqudatu thalatha, anasema Mamnawi, imekuja katika hadithi ya Mtume sallam, hadithi muttafaqun alayhi, hadithi ya Imam Bukhari namba 7352 na hadithi ya Imam Muslim namba 1716. Mtume amesema alqudatu thalatha, makadhi, watu wa kutoa hukumu wako namna ngapi? Namna 3. Qadhiyani fi nnari, makadhi wawili motoni. Makadhi wawili watakwenda motoni, mahakimu wawili kwenda wapi? Motoni. Wa qadhin fil janna, na kuna hakimu mmoja tu yeye atakwenda peponi. Qadhin qadha bil hawa, qadhi wa kwanza atakayekwenda motoni yule ambaye kwamba ametoa hukumu kwa nafsi yake mwenyewe, kwa elimu, kwa uoni wake mwenyewe. Fahuwa fi nnari, atakwenda motoni, na hawa ndio wengi wapo. Wa qadhin, na kadhi wa pili, qadha bighairi ilmin, yeye katoa hukumu hali ya kuwa hana analojua. Hali ya kuwa nini? Hana analojua, yani hajui kitu. Qadha bighairi ilmi fahuwa fi nar. Yule wa kwanza katoa hukumu kwa mapenzi yake mwenyewe. Kwa mfano, mtu, na swali linakuja sana hili, mtu kaachwa na mtu katengana na mume, wameasiana miaka 3. Hii kesi ipo sasa, inakuja hii miaka mingapi masiana? Miaka 3. Yule mume ghafla kafa, huyu mke je, akae eda ama sikae eda? Huu ni mfano wa swala ambalo mara nyingi linaulizwa. Watu wengi wanaasiana miaka 2 mizima, hawaulizani. Mwanamme hamhudumii mwanamke cha jioni na cha asubuhi, wala mwanamke ajishughulishi na kupata mula. Kila mmoja na upande wake, pengine wako mbali mbali kabisa, pengine mmoja yuko Marekani au Uingereza, mwingine yuko Tanzania. Miaka 2, ghafla imekuja COVID-19, mume kadodoka, kafa. Sasa anauliza mtu, je, huyu mwanamke akae eda ama sikae eda? Tumeelewana? Akaulizwa shekhe ambaye kwamba ana interest na mwanamke yule, nasema eda nini? Shekhe kama yule mzima huyu. Tena akatoa hoja, eda na kama mtu ambaye kwamba labda kuangalia kama ana mimba, huyu hana ujauzito wote, kwa hapana haja eda. Siku ya pili kutoma watu, kamposeni, aniposeni, kaposwa, kaolewa. Naam, huyu katoa hukumu kwa matamanio yake mwenyewe ili apate maono mwanamke. Wa pili aliotoa hukumu kama hii akasema kwamba sikishaka miaka 2 mizima, mume amtazami, hana matunzo na nini, eda ya kazi gani? Hana mimba huyo, eda ya kazi gani? Huyu si mjamzito, hana mimba, kwa hiyo hana haja ya kukaa eda. Huyu katoa hukumu kwa ujinga. Mnanielewa eh? Nini hukumu ya sawa sasa? Hukumu ya sawa
ni uende kwa mtu ambaye anafahamu Qur'ani inasema nini. Eda ni amri ya Mwenyezi Mungu. Eda si ya mume wala si ya mke kuambua mume sitokalia eda hata ukifa. Simuwe eda si ya mume. Eda haikusemwa kwamba lazima mtu awe na ujauzito, hapana. Eda Allah ameitaja katika Qur'an, walladhina yatawaffawna minkum wa adharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 10, na wale ambao kwamba watakufa miongoni mwenu na wakaacha waume na wakaacha wake wale watasubiri, maana watakaa eda miezi minne siku ngapi? Na siku 10. Haikusema kama ukitengana hakuna eda, hakuna hiyo. Haikusema kwamba kwa sababu ya mimi, hajasema hiyo. Eda amri ya Mwenyezi Mungu kwamba mtapokufa mkaacha wake wale watakaa eda miezi minne siku 10. Hii ndo amri ya Mungu. Kwa hiyo maneno kwamba si huyo miaka miwili, kwani alimuacha? Lakini alikuwa hamhudumii. Sawa, swali ni kwamba alipewa talaka. Akili zao zote kwamba madhali hamhudumii kisha muacha, hiyo umesema wewe. Mungu hajasema hivyo. Hiyo umesema wewe. Mungu hajasema hivyo. Ikiwa mwanamke na mwanamume wametengana kwa kugombana, mwanamume hamhudumii mwanamke, huyo mwanamume ni asi. Kama mwanamume ni asi, hamhudumii mke. Na ikiwa mwanamke kamkimbia mume, huyo mwanamke ni asi, kamkimbia mume. Lakini haina maana kwamba talaka imetoka, hapana. Yule ni mke wa watu. Naam, wanatakiwa akaeda mwanamume akifa. Kwa hiyo huo ni mfano wa makadhi watatu. Kadhi wa kwanza katoa hukumu kwa sababu ya nini? Hawa nafsi yake mwenyewe. Eda kazi gani bwana? Hakuna eda. Si ushaka miaka miwili mzima bwana. Wewe unakaa wapi? Akasema basi hamna temu. Nenda tu. Siku ya pili koko anakuja kugonga. Wanaleta mahari. Na huyo mwingine yeye ndo dubu kabisa, kakaa na sukuma tu. Eda kazi gani bwana yeye? Kwani si mjamzito. Miaka miwili mzima. Sasa kuna nini hapo? Haulewe tu. Bwana wewe vipi bwana? Sio dubu tu Sharifu, huyu ni bonge la dubu. Kwa hiyo Mtume akasema makadhi wawili motoni, mmoja ndo peponi. Tumeelewana eh? Wakadhi na watatu huyu qadha bil haqqi fa huwa fil janna. Alihukumu kwa nini? Kwa haki, huyo ndo tuna peponi. Mmoja tu kahukumu kwa nini? Kwa haki, huyu ndo tuna peponi. Kahukumu na akakwambia bwana wewe, kwa mujibu wa Qur'ani hapa inasema mwanamke afanye nini? Akae eda. Ndo amri ya Mungu. Haya mambo yenu wewe na mke wako au yule na mmewe, mambo yao ya kuwasiana, kutokutizama na kadha kadha, haya ni mambo yao, Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atahukumu. Lakini talaka haikutoka, kwa hivyo eda ipo. Hata wakiasiana miaka 10 mizima, madhali yule mtu na yule mtu ni walioana, hakuna talaka iliyotoka, mtu na mkee wale akataka kuolewa, yule lazima adai talaka kwanza. Sijui mnanielewa? Lazima kwanza fanya nini? Adai talaka. Na mume akifa, yule mwanamke atakaa eda na atarithi. Tumeelewana eh? Chambelecho lile swala jingine la WhatsApp. Anasema mke kaolewa, mume kamoa mke, akataka kwenda kufanya dukhuli. Baada ya kumoa akataka kwenda kufanya dukhuli wakati wa Isha, magharibi kafa. Sasa vipi Sheikh? Nini hukumu yake hapa? Mtu anauliza. Mahari katoa nusu. Maswala hayo, mahari alitoa nusu. Je, arudishiwe nusu ya mahari yake au amaliziwe? Hakulala na mwanamke wala hakumuingilia. Mwanamke hakuingiliwa, je, atarithi au harithi? Hii masuala ya kutengeneza ajabu. Hakuingiliwa mwanamke. Kwanza hakuingiliwa. Pili hakumalizwa mahari yake. Sawa. 3 akae eda, sikae eda. 4 arithi au asirithi. Huyu ukimuuliza, bwana wewe unaswali? Nasali. Hebu niambie sharti za sala ambazo zikikosekana sala haisimami. Hajui.
lakini hodari tena nakubembelea, Sheikh tafadhali nijibu bwana, kwa hisani yako ni swali nijibu bwana. Yanakukumbusha sana na usiku kuna message nijibu. Wenye kuuliza watasikia huko, kwa hiyo message wataipata. Hatutakiwi tuulize